fedha ama mapato ya ndani yaliyokusanywa kulingana na zao letu la mpunga, uzalishaji wa zao la mpunga na kile ambacho wamekikusanya kutokana na mpunga, lakini tunaona kwamba pana upungufu mkubwa wa kimkakati, kwa maana ya kwamba yako mazao ambayo yanaondoshwa ndani ya halmashauri ya wilaya Mbarali bila halmashauri kuwa na taarifa nayo, hususan mpunga unaohifadhiwa kwenye maghala makubwa. Mwingi unaondoka bila kutozwa ile tunaita ushuru wa halmashauri. Kwa tulionyesha mapungufu na mapendekezo mbalimbali ambayo tuliweka, lakini management inaonekana kupata ugumu kidogo namna utekelezaji, hasa kupata taarifa za maghala yote kutokana na ukinzani uliopo kati yao pamoja na wamiliki wa maghala hayo. Tunapozungumza sasa, tuna kanzidata ambayo inaeleza idadi ya maghala yote tulionayo na sio chini ya maghala 350. Lakini pia tulishirikisha kamati ya fedha chini ya makamu mwenyekiti Chuki, na wao wakatoa mapendekezo yao. Tulichokifanya baada ya mapendekezo ya waheshimiwa madiwani ni kupita tena kwa mara ya pili kwa ajili ya uhakiki wa yale maghala, kwa sababu hoja ilikuwa ni kwamba baadhi yanayoitwa maghala kwenye ile taarifa mengine ni store na sio maghala. Kwa tulijiridhisha, tukahakiki, na niwashukuru mheshimiwa madiwani walitupa ushirikiano wa kutosha. Baada sasa ya kuwa na kanzidata, kinachofuata mheshimiwa mwenyekiti, tunakwenda kuweka mfumo imara wa kudhibiti mizigo yote inayoingia kwenye maghala yetu, ili kila mzigo unaoingia huo umekatiwa risiti na umelipiwa ushuru. Hiyo itakuwa ni hatua ya awali kabisa ya kuanza kucomply na hoja ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali. Naomba kuwasilisha. Kwanza, kuna maskini na miliki ghala. Yupo? Ni diwani yupi hapa afanye biashara ya mpunga? Asimame. Hakuna, si ndivyo? Mpaka makamu. Mheshimiwa mwenyekiti wa chama, watu wako hawa ndio wafanyabiashara wakubwa wa haya maghala. Sasa ni uamuzi wenu, au tukubaliane kwamba mnakwenda kutoa ushirikiano, tusipoteze mapato kwenye eneo hili. Tunakubaliana waheshimiwa madiwani? Toeni sauti. Na mwenye, hakuna mtu wa nje, na watu wachache sana wanaotufanya biashara ni sisi wenyewe. Kwa hiyo hichi kinachoendelea ni sisi wenyewe tunaamua kukwamisha halmashauri yetu. Sasa bahati mbaya pengine hatujawahi kukutana na tukaambiana ukweli kama hivi nilivyosema. Kwa hiyo tupokee hii kama changamoto, na kwa kuwa sisi ni wahusika tuwe mfano. Hamna namna mtasogea mbele ikiwa mnazungukana wenyewe kwa wenyewe. Na ikishafika suala la mapato, msiingize siasa. Sawa matukuta? Tunataraji UFM kwenye mapato ili mpate fedha za kutatua kero za wananchi wetu. Sasa fedha mtapata wapi? Lakini ikiwa sisi tunataka, sisi ndio waheshimiwa, sisi ndio tumekalia vitu, sisi ndio tunafanya wenyewe, sababu ni biashara kubwa na hatulipi. Mkiguswa kidogo kelele. Mkurugenzi, wewe kamatia hapo. Kwa maendeleo ya sekta ya utalii na huduma za hoteli nchini, Parrot Hotel iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha ni fahari ya Tanzania. Ina bwawa la kisasa la kuogelea na kupumzika kwa watu wa rika zote, mapokezi yenye ubora. Hapa utapata kahawa safi na vinywaji baridi vya kila aina, lifti za kisasa za kupeleka kwenye floor 13 zenye vyumba zaidi ya 100, vyumba vya kulala vyenye mazingira salama na tulivu, vyenye joto la upendo na baridi ya starehe, kumbi za mikutano zenye vifaa vya kisasa, mazungumzo ya kitaifa na kimataifa, sehemu nadhifu ya chakula yenye kuleta hamu, vyakula vyenye viwango vya ubora wa afya. Baada ya uchovu wa kutwa nzima, kuna baa ya kipekee kwa jioni yako ya kukumbukwa. Karibu Parrot Hotel kuonja ladha mpya ya maisha.